Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF kwa kushirikiana na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF wametoa vitanda 160 na magodoro 160 kusaidia waraibu wa dawa za kulevya. Msaada huo wenye thamani ya shilingi milioni 43 umekabidhiwa kwa ajili ya waraibu waliopo katika vituo maalum vya matibabu vinavyoratibiwa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini. Akizungumza leo hii jijini Arusha kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa PSSF Dr. Rino Nyansaho, mwakilishi wa mfuko huo Venance Mwaijibe amesema kwamba shirika hilo linaunga mkono juhudi za serikali kwa kutoa vitanda na magodoro ili kuboresha huduma za malazi kwa waraibu hao. Sisi PSSF tuko hapa, kazi yetu kubwa ni kusapoti juhudi za serikali, na kazi yetu kubwa ni kukaa karibu na jamii ambayo inatuzunguka. PSSF ni mfuko wa hifadhi ya jamii. Waraibu wa madawa ya kulevya ni wanajamii wenzetu. Tunaposema kazi na utu, kauli mbiu ya serikali ni kwamba tufanye kazi lakini tuwe karibu na jamii yetu, tuwe na utu. Sasa katika kuwa na utu ni kuhakikisha wale ambao wanateseka na dawa za kulevya basi wanapata mazingira ya kupatiwa unafuu na ikiwezekana wapone. Kwa upande wake mwakilishi mkurugenzi wa NSSF Abubakari Mshangama alikuwa na haya ya kusema. Ndugu zetu wa kupambana madawa ya kulevya waliweza kufika na kuonesha nia ya kuwasaidia katika mkoa wa Arusha, na sisi kwa kushirikiana na PSSF tuliweza kuungana na kutoa kidogo tunacho katika kupambana na madawa ya kulevya. Na waraibu ni jamii yetu na ni nguvu kazi. Kuwasaidia nyie basi ni wanachama wetu kwa upande wa PSSF kwa wale ambao watakuwa kwa serikali, na upande wa NSSF kwa wale ambao katika sekta binafsi. Na kama hivi karibuni katika mkoa huu wa Arusha tulizindua skimu tarehe 9 mwezi wa pili, skimu ya hifadhi ya jamii kwa watu waliojiajiri na walikuwa katika sekta binafsi. Basi nyie pia ni wanachama wetu. Kama dada Arafa alivyosema pale, ningependa nionane naye baada ya hapa ili niweze kumwelesha vizuri aweze kujiunga na kupata mafao tunayotoa. Mafao mojawapo ni fao la elimu, fao la ujauzito kwa wakina mama, fao la msaada wa mazishi, na yale mafao ya pension ya uzee, ya ulemavu na ya urithi ambayo tungependa waraibu pia wayapate, kwa sababu hatujui kesho yetu. Kama sisi tunavyosema tunajenga maisha ya sasa na baadaye. Naye Sara Ndaba animwakilisha mkurugenzi wa kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Aretus Limo ameshukuru mifuko hiyo kwa msaada huo na kusema kwamba utasaidia kuimarisha huduma zinazotolewa kwa waraibu wanaopata nafuu katika vituo hivyo. Kama tunavyojua, sober houses zina mchango mkubwa katika kuwasaidia waraibu wa dawa za kulevya. Hivyo tunatoa wito kwa wadau wengine kujitokeza ili kutoa misaada mingine ya kibinadamu kwa waraibu wanaopata nafuu. Hili ni kundi ambalo tukienda kwenye taasisi mbalimbali wanakuwa wamelisahau kabisa, lakini ukiwaambia kwamba kuna watu walioingia kwenye matatizo ya dawa za kulevya au kwenye matumizi ya dawa za kulevya, basi ndio wanaanza kukumbuka. Na hali kadhalika naomba tena nitoe shukrani za kipekee kwa NSSF na PSSF kwa kutoa msaada huu, kwani wametunyanyua sisi ambao tunahudumia watu wanaotoa huduma kwenye nyumba za upataji nafuu, na ninaamini kabisa kwa tukio hili la leo litaenda kupelekea kuwanyanyua wadau wengine mbalimbali kuona umuhimu wa namna gani tunaweza tukawasaidia waraibu wanaopata nafuu. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana.